Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Suleiman Jafo amesema ili kuweza kuwaondoa wageni wote wanaofanya biashara kinyume cha taratibu katika soko la kimataifa la Kariakoo na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam ni kupata sheria ambayo itaweza kuwaondoa wote wanaofanya biashara kinyume na taratibu. Akizungumza wakati akipokea mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya kamati maalum iliyoundwa kwa ajili ya kufanya operation ya kuondoa wafanyabiashara hao wa kigeni wanaofanya biashara kinyume cha taratibu, Dr. Jafo amesema kamati hiyo imegundua mambo mbalimbali ambayo ni kinyume cha taratibu. Kama mtu wa biashara alikuwa anataka kuangalia compliance ya biashara, lazima ifanyike. Kama mtu wa uhamiaji, ni jukumu lake la siku zote, lazima angalie compliance, watu wanaokaa wako kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji. Kama mtu wa kazi, ni jukumu lake la siku zote na hapaswi kufanywa na mtu, kutumwa na mtu yote. Ni jukumu lake kuangalia kwamba watu wanaoishi, kwa mfano ni wageni, je, wana working permit ya kuishi hapa. Yaani kila mtu katika eneo lake. Kama mtu wa BRELA, kuangalia je, huyu mtu hii biashara yake aliyoisajili amesajili kwa mujibu wa sheria kweli na inamzungumza nini na nini haki yake kufanya jambo hilo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anapaswa kufanya kazi yake. Kwa hiyo zoezi hili limetupa picha kwamba sisi kila mtu mmoja kuanzia leo na kuendelea, kwa sababu sheria zimetungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tufanye enforcement ya sheria, tuzisimamie sheria kuzitekeleza. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati hiyo Bwana Thabit Massa akitoa ripoti hiyo mbele ya Waziri Jafo amesema kamati hiyo kati ya mambo mengi walioyabaini kubwa ni kuhusiana na wafanyabiashara wengi wa kigeni wamekuwa wakikwepa kodi, kwani kati ya wafanyabiashara 101 waliokaguliwa ni mmoja pekee ndio aliyekutwa akilipa kodi stahiki. Katika kipindi chetu hiki tulichokaa, tulikuwa na timu ya TRA ambayo tulikuwa tunashirikiana nao. Sehemu kubwa ya makosa tuliyoona ni ukwepaji wa kodi. Ndio maana katika kipindi kifupi imeweza kufanya milioni 360, kwa sababu wengi katika wote 101 tuliokagua ni mmoja pekee yake ambaye tumemkuta hana kosa lolote. 100 na zaidi wana makosa ya kikodi. Inashauriwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kushirikiana na kitengo maalum cha ukaguzi wa miamala FIU kuimarisha ukaguzi wa mara kwa mara ili kuweza kubaini wafanyabiashara wa kigeni wanaokimbia biashara bila kulipa kodi stahiki pale wanapoamua kuondoka nchini bila taarifa. Nao baadhi ya wafanyabiashara wamemshukuru Waziri Jafo na serikali kwa ujumla kwa kuunda kamati hiyo na kutoa mapendekezo yatakayoleta unafuu katika biashara zao, kwani hali ya ushindani wa kibiashara baina yao na wageni ni ngumu. Kipekee napenda kumshukuru waziri, of course kupitia Mheshimiwa Rais, lakini Waziri Jafo kwa kweli anatupambania. Na ripoti ya leo pia kutoka kwenye kamati ambayo ilikuwa inahusika kutembelea maduka Kariakoo ya wageni, haikuwa kazi rahisi. Lakini ukiangalia kwenye ripoti yao, yale tunayoona Kariakoo ndio yale ambayo yanaongelewa. Yale tuliyoyalalamikia na yale yote ndio wameyaona. Kwa hiyo tunaenda kuomba Mheshimiwa Rais aendelee kuwa na imani na Mheshimiwa waziri wake, kama nilivyosema kwamba kwake ni ibada. Amejitoa kweli kweli kutatua hili jambo. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zito sana, biashara zimevamia na mmesikia kwamba hawa wenzetu wanakwepa sana kodi. Tini namba wanabadilisha, inafika mwisho wa siku mtu ameacha madeni makubwa ya kodi huku, amerudi nchini kwao kwa sababu ya kubadilisha tini namba. Kwa hiyo hata mamlaka ya TRA nayo tunaomba kwamba iamke. Hawa watu kwenye mfumo wa kukwepa kodi wako smart sana.